Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Leo tunaangalia nguvu ya kuwa na msimamo katika maisha. Watu wengi wamepoteza, watu wengi wamepotea kwa kutokuwa na msimamo katika maisha. Maisha yanapokosa msimamo yanapoteza thamani, lakini pia yanapoteza maana. Siku zote maisha yakikosa tu msimamo yanakuwa yanapoteza thamani na yanapoteza maana, kwa sababu unakuwa ni mtu ambaye unayumbishwa kwamba huyu amekwambia hiki unafata, yule amekwambia kile unafata. Kwa hiyo kila mtu akija na wazo lake unakuwa ni mtu mwenye kufata. Lakini mafundisho yetu ya dini yetu ya Kiislamu, hatujafundishwa kufuata kila kitu, bali tumefundishwa kuweza kutumia akili zetu. Tumefundishwa kuweza kuisumbua akili kwamba hiki kitu ninachoambiwa kina ukweli gani na kina nafasi gani katika maisha yangu. Maana ni kwamba ukitafakari unapata majibu ambayo yatakupatia msimamo katika maisha yako. Tuangalie maisha ya Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kabla ya kuingia katika Uislamu alikuwa akiishi maisha ya kifahari, alikuwa akisifika kwa kunukia kabla ya kufika katika eneo husika. Maana yake ni kwamba alikuwa anatumia manukato ya gharama. Lakini baada ya kuweza kupata wito kutoka kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake alitafakari kwamba hii ndiyo njia sahihi, na hakujali kutengwa na familia yake, hakujali kupoteza maisha ya kifahari. Aliweza kuacha maisha mazuri kwa sababu tu alikuwa na msimamo. Alitafakari na kujua kwamba hii ndiyo njia sahihi. Lakini tunajikumbusha na sisi katika wakati tuliokuwa nao, unakuta kuna mtu unamwona anafanya kitu fulani, unajua kwamba hili jambo halipo katika njia sahihi, lakini unageza lile jambo, unaliiga lile jambo kwa sababu tu msimamo unakuwa umekosekana. Lakini msimamo unapokuwepo, maana yake ni kwamba utaangalia mimi jinsi ambavyo nimekulia katika malezi yangu, nimelelewa vipi, niwe vipi. Maana yake sasa akili unakuwa unaitafakarisha. Ukitafakarisha maana yake mwisho wa siku unakuja kuzaa msimamo. Maisha ya Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ni maisha ambayo tunatakiwa tuweze kuyatafakari pale ambapo tunapogusia au tunapojikumbusha kuhusu swala la msimamo. Maana yake ni kwamba kuna wakati hata watu wako wa karibu wanaweza wakakushawishi kufanya jambo fulani ambalo halina matokeo mazuri. Kwa hiyo jukumu lako si kwamba kuangalia kwamba huyu ni mtu wangu wa karibu kanishauri basi ngoja nilifuate moja kwa moja. Hapana, angalia kwanza misimamo yako wewe ipo vipi, angalia misingi yako iko vipi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba unapotaka kufanya jambo basi zingatia mwishoni mwake. Kama kuna kheri lipitishe, kama kuna shari liache. Maana yake ni kwamba hapa tunafundishwa nguvu ya kuweza kutafakari, tunafundishwa nguvu ya kuweza kutumia akili zetu, kwamba sije mtu anakwambia fanya hiki na wewe unafanya, fanya kile na wewe unalipokea unafanya. Mtu fulani anaweza kufanya kitu fulani ambacho kinamletea faida kwa nafasi yake, lakini haimaanishi kwamba na wewe unatakiwa ukifanye kwa mfumo anaofanya yule kwa sababu eti anapata faida. Hapana, bali angalia malezi yako uliolelewa, angalia misingi yako uliolelewa. Je, inakuruhusu kuweza kufanya kwa kitu? Maana yake ni kwamba unatafakari. Ukitafakari
mwisho wa siku unakuja na msimamo wako uko vipi. Na siku zote msimamo hutoa matunda yenye ubora. Kuna misingi ambayo umeisoma kwa shekhe wako, kuna misingi ambayo umelelewa kwa shekhe wako, kuna misingi ambayo umeishi kwa shekhe wako. Na ukiwa na msimamo, maana yake ni kwamba unalinda ile misingi, unalinda yale malezi ambayo uliolelewa. Lakini si kwamba shekhe yupo ndipo unalinda ile misingi ambayo ulikuwa nayo, lakini shekhe hayupo unaacha ile misingi ambayo ulioachiwa. Maana yake hapa unakuwa si miongoni mwa watu wenye msimamo, kwa sababu msimamo si kwa ajili ya shekhe. Msimamo ni kwa ajili ya manufaa yako. Msimamo si kwa ajili ya shekhe. Msimamo ni kwa ajili ya manufaa yako. Maana yake ni kwamba shekhe anachokifanya, anakurithisha kitu ambacho karithishwa. Anakurithisha maarifa ambayo karithishwa, ambayo yeye yamemsaidia. Kwa hiyo anapokurithisha wewe, maana yake na wewe yakusaidie ili wewe uweze kumsaidia mtu mwingine. Kwa hiyo unapoacha malezi uliolelewa, maana yake ni kwamba unakuwa unajidhulumu wewe mwenyewe kwa kukosa msimamo. Kwa hiyo haitakiwi, haitakikani umepewa mwongozo, umepewa malezi fulani, umelelewa katika mazingira fulani, lakini unayalinda yale mazingira pale ambapo anapokuwepo yule mtu aliyekupatia. Aidha nyumbani kwenu, labda baba yako anakwambia kwamba hapa nyumbani kwangu kanuni za kuishi kwangu ni 1, 2, 3, ambazo ni nzuri tu, unaweza kuzitumia sehemu nyingine popote, lakini unavizia kwamba ukishatoka nje ya hilo eneo unakuwa na kanuni zako wewe mwenyewe. Maana ni kwamba hapa unakuwa msimamo unakuwa haujapatikana. Lakini msimamo mara nyingi hutiwa nguvu, au msimamo hupewa nguvu na fikra ya kutafakari. Ile ya kutafakari, maana yake ile misimamo unakuwa mtu huwezi kuitilia uzito, kwa sababu utaona kwamba mtu aliyekupatia hiyo misimamo ametaka tu akukomoe, kumbe amekupatia kwa ajili ya manufaa yako mwenyewe binafsi. Masahaba radhiallahu anhum walijitahidi kuweza kuendeleza mafunzo ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka leo dini tunayo katika hali nzuri, kwa sababu walikuwa na msimamo na walielewa maana ya kitu ambacho walichoachiwa ni kitu gani. Kwa hiyo haijalishi upo katika sehemu gani, haijalishi upo katika nafasi gani, haijalishi upo katika sekta gani, bali kuwa na msimamo ni kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha. Yaani kwa kifupi katika jamii, kwamba huyu mimi ni shekhe wangu, basi kuwa na msimamo wa kuweza kumheshimu na kufuata maamrisho yake. Huyu bwana mimi ni bosi wangu, kuwa na msimamo wa kumheshimu na kufuata maamrisho yake. Huyu mimi ni mama yangu, kuwa na msimamo wa kumheshimu na kufuata maamrisho yake. Ikiwa maamrisho hayo hayatokuwa yanakupelekea katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye msimamo katika maisha yetu.